Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji, katika kipindi chetu Uislamu ni dini ya kweli, tunaendelea mbele na kuyaona au na kuyaongelea mambo yanayoharibu saumu ya mtu au funga ya mtu. Mwanzo na kipindi kilichopita tulizungumzia kwamba umuhimu wa funga na adabu ya funga na mambo ya anayopaswa mwanadamu kuwa nayo katika funga ya Ramadhani. Sasa tunaendelea na tukaona kwamba mambo yanayoharibu saumu au funga ya mtu, tukaona la kwanza kabisa ni kula au kunywa kwa amdan, kwa kutekeleza, yani kwa kufanya jambo kwa nani yako, kwa uamuzi wako, kwa kupenda kwako. Kula kwa kutaka kwako. Kwa mwanadamu, mtu anakula kwa kutaka kwake, kwa amua kwake anakula tu. Hairuhusiwi mtu kula kwa kutaka kwake mchana wa Ramadhani akiwa ni mwenye kuamrishwa kufunga, yani ni mtu ana afya nzuri, ana akili timamu, yani ni mtu ambaye funga kwake ni wajibu. Sasa kwa matakwa yake anaamua na kula au anaamua anakunywa kinywaji chochote, huyu mtu atakuwa ameiharibu funga yake ya siku na atakuwa amepata dhambi, amefanya mabaya. La pili katika vitu ambavyo vinaharibu saumu ya mtu ni mtu kukutana na mke wake mchana wa Ramadhani, kwa sababu maana ya funga ni mtu kuacha kitu ambacho alikuwa anaruhusiwa kukifanya mchana wa Ramadhani kawaida. Ina maana mwanamume au mwanamke kukutana na mume wake kindoa, mume kukutana na mke wake kindoa mchana wa Ramadhani, atakuwa ameiharibu saumu yake. Na kama wamefanya haya, kama wamekutana wakiwa wamesahau, wamejisahau, sijui kama yawezekana, lakini kama wote wamesahau wakajikuta wameisha fanya tendo la ndoa au wameamrishwa, wamekarifishwa, mme na mke wamekarifishwa kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani, wamefunga, wakawekewa mkazo na adhabu kwamba kama hawatofanya tendo la ndoa watauawa au wataadhibiwa vibaya au watafanyiwa mambo ambayo yaumizayo katika mwili wao, wakafanya hilo tendo la ndoa, si uamuzi wao, imeharibika saumu yao, yani wameishaivunja saumu yao. Lakini wakati watakapotengamaa kutoka katika matatizo hayo, wataendelea na funga hiyo kwa siku, kama itakuwa wakati unaendelea, lakini saumu yao itakuwa imeshaharibika.
lakini si kwa kutaka kwao. Sasa watalipa siku hiyo, lakini hawatofanya kafara. Lakini mtu ambaye amemwendea mke wake au mke amemwendea mume wake wakafanya tendo la ndoa, hata wakiwa wamesahau, hata ikiwa imetokea katika kusahau, wakajikuta wamefanya tendo la ndoa, sheria inawaamrisha watakuwa wameshavunja saumu ya funga yao. Funga itakuwa imefunjika kwanza, itakuwa haipo tena. Na kama wamesahau, wamefanya hayo, basi watailipa siku hiyo na watatoa kafara juu yake. Wamefanya jambo mchana wa Ramadhani, wamepelekewa wakafanya tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, itakuwa ameivunja saumu yao. Na iona hadithi kutoka kwa Mtume Muhammad SAW kwamba kuna jamaa katika Ramadhan, katika maswahaba, amemjia Mtume wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa kuhofia na kuhuzunika. Akamwambia, ya Rasulullah, halaktu, ewe Mtume wa Mwenyezi Mungu, nimeangamia. Mtume wa Mwenyezi Mungu akamuuliza, nini kimekuangamiza? Akasema, nimemwendea mke wangu na nimefunga. Nimemwendea mke wangu wakati wafunga, nimefunga mimi. Hii yaonyesha kwamba huyu sahaba alikuwa akijua ubaya na hukumu ya mtu ambaye ameonana na mke wake mchana wa Ramadhani, kwa sababu asingekuwa akijua hukumu hiyo, hangekuja akimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akimwambia kwamba halaktu, yani hangemwambia kwamba amepotea. Sasa kuonana na mke wake mchana wa Ramadhani ni moja katika mambo ambayo yanaharibu saumu ya mtu, funga ya mtu. Inaiharibu, yani inaivunja. Kwa hiyo kuonana na mke wake au mtu kuonana na mke wake au mke kuonana na mume wake mchana wa Ramadhani, hata kama wamesahau, hii saumu yao kwanza wao wawili itakuwa imeshaharibika. Watalipa baada ya Ramadhani katika siku zingine, na kwa kulipa wataweka juu yake kafara. Yani kuna kafara juu yake ya mume kuonana na mke wake au mke kuonana na mume wake ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hapa kutokana na hadithi hii ya jamaa aliyekuja kwamba akimwambia kwamba Mtume wa Mwenyezi Mungu, nimeangamia, amuuliza kilichokuangamiza ni kitu gani? Akamwambia kwamba nimekutana na mke wangu au nimefanya tendo la ndoa na mke wangu mchana wa Ramadhani.
aliambiwa kwamba atalipa siku nyingine, lakini ulisikiliza kafara. Alimuuliza kwamba je, una mtume una mja wa kuachilia huru? Akasema sina. Akamwambia, je, unaweza kufunga miezi miwili inayofuatana? Akamwambia, ya Rasulullah, siwezi. Akamwambia, sasa unaweza kuwalisha miskini 60? Akamwambia, hata hayo siwezi. Akamwambia, sasa akamtuma mtu kwamba nenda nyumbani kwangu uniletee. Je, miskini mmoja unaweza kumlisha? Kama siwezi. Akamwambia, sasa akamwambia mtu akamletea niembe chombo ambacho kulikuweko tende. Akamwambia, ebu chukua hii, nenda kaitoe sadaka. Jamaa akamwambia, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, wala sijui yoyote ambaye ni fakiri kuliko mimi. Hakuna miskini anayonizidi mimi hapa. Rasulullah sallam akamwambia kwamba okay, kama ni hivyo basi peleka hizo tende, wachukulie watu wako, enda ukale nyumbani. Alimuhimu, kinachoonekana hapa ni kwamba yoyote yule ambaye anakula mchana, anakutana na mke wake, au mwanamke anakutana na mume wake mchana wa Ramadhani, yamaanisha kwamba hata hiyo siku kwanza hiyo funga imeshaharibika, ameifuna. Acha tupate pumziko kidogo, tutarudi tena. Tunaendelea mbele na kuona vitu ambavyo vinaharibu saumu ya mwanadamu. Kwa hiyo tulikuwa tukisema kwamba mtu kukutana na mke wake au mke kukutana na mume wake, yani ni vyote sawa. Hao wote watafanya hivyo kutokana na jambo hili. La kwanza, kidogo kama mwanamke amekarifishwa na mume wake kufanya tendo la ndoa, kama mwanamke amekarifishwa na mume wake kufanya tendo la ndoa, ameharibu saumu yake, lakini kafara atatoa mume wake, si yeye hatotoa kafara yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu amekarifishwa na mume kufanya jambo hilo. Pasipokuwa kukarifishwa na mume wake hangefanya. Sasa yeye anaondolewa hiyo kafara, anawekwa kwenye mume wake, kwa sababu ndiye mwenye kukarifisha mke wake kufanya tendo la ndoa. Lakini nabaki pale pale kwamba mwanamke amevunja saumu yake, saumu imeharibika hiyo siku. Kwa hiyo wote watalipa. Mume atatoa kafara, mke hatatoa kafara, wallahu a'lam. Sasa jambo la tatu katika mambo yanayoharibu saumu ya mwanadamu, taqayyu amdan, ni mtu kujitoa nini nasema, sijui unaitwaje kwa Kiswahili,
nimeisahau. Mtu kujitoa chakula, yani kurudisha chakula kile alichokula au kilichomo ndani yake. Mtu kufanya hivyo mchana wa Ramadhani, na akivifanya kwa kutaka kwake, makusudi, yani ili jambo makusudi lilikuwa limenificha kwake. Yani mtu mfanya makusudi, yani amekula sana au anahisi ndani kuna vitu ambavyo havimpendezi, yani akamua apunguze chakula alichoko ndani ya. Akivifanya hivi mchana wa Ramadhani, atakuwa ameharibu saumu yake. Atakuwa kujitapisha. Naam, alhamdulillah. Kutapika au kujitapisha mwenyewe. Kujitoa, yani kujitoa matapiko, yani kujitapisha ye mwenyewe kwa makusudi. Jambo hili atakuwa ameharibu saumu yake. Atakuwa saumu yake ameisha yaribu. Kwa hiyo anatakiwa alipe siku hiyo baada ya Ramadhani, na vile vile afanye tauba, kwa sababu amefanya jambo baya ambayo haliruhusiwi. Yani katika kufanya jambo makusudi, jambo baya ambayo linakatazwa makusudi, inakuwa ni dhambi. Ama mtu kutapika bila kukusudia, magonjwa, kutapika, wanazioni wanaona wametofautiana kwa hayo. Je, akitapika sio makusudi itakuwaje? Atakuwa amefungua au amefunga? Sema kwamba akijitapisha yeye mwenyewe ni kama akitapika bila makusudio yake, hiyo ndiyo kauli sahihi. Inakuwa ataendelea na funga yake kwa sababu si uamuzi wake. Lakini hapa kujitapisha mwenyewe ni uamuzi wake, ameamua mwenyewe, amejiamulia yeye mwenyewe kufanya hilo. Kwa hiyo anakuwa funga yake imeharibika, na anatakiwa ajirekebishe, afanye tauba kwa Mwenyezi Mungu. Jambo la 4 katika mambo ambayo ni mambo ya kuharibu saumu ya mtu, ni jambo ambalo linaitwa kutokwa na damu nyingi, kama kufanya hijama. Mtu akifanya hijama mchana wa Ramadhani, anakuwa ameharibu saumu yake. Saumu inaharibika ukijitoa damu nyingi, ambayo yaweza kusababisha hata kupunguka na nguvu. Kwa hiyo wanazioni wanaona kwamba kufanya hijama katika mwezi wa Ramadhani, mchana wa Ramadhani, binaharibu saumu yake. Funga yake inakuwa imeharibika, yani imevunjika. Kwa hiyo haruhusiwi kufanya hijama ndani ya mchana wa Ramadhani. Labda wakati wa iftari, akimaliza kufuturu usiku na nini, hapo yaweza kafanya hijama. Haikatazwi katika kufanya hijama katika Ramadhani, la. Lakini mchana wa Ramadhani hairuhusiwi kufanya hiyo mchana wa Ramadhani. Ikiwa ni mchana wa Ramadhani hairuhusiwi. Kwa hiyo akiifanya mchana wa Ramadhani, ina maana ya kwamba ameivunja
funga yake, atabidi ailipe. Sasa katika mambo ya kuharibu ni kwamba ni mambo ambayo hayahitajiki kufanyika. Mwanadamu yapaswa afanye bidii wakati amefunga, asisogelee mambo haya, asisogelee kabisa mambo haya, kwa sababu wakati wowote atakaposogelea mambo kama haya itaonyesha kwamba funga yake hayajajipa umuhimu, hajaweka nguvu na mapenzi, hajajua kwa nini amefunga. Yaache basi yatokee, lakini asiwe mwanadamu kuwa ni sababu ya kutokea mambo haya. Sasa jambo la 4 katika mambo anayoharibu saumu ni mtu kutokwa na manii, maji ya uzazi. Mwanamume kutokwa na manii au mwanamke kuona hedhi zake. Akiingia katika hali ya hii, basi mchana wa Ramadhani funga imeisha haribika. Kitu kidogo hapa nataka kifahamike. Kwa mwanamke aliyepata hedhi siku zake au aliyezaa mchana wa Ramadhani, alikuwa amefunga kapata ile damu ya uzazi, huyu mwanamke hana tatizo yote, hana haja yote. Lakini naongelea katika mwanamume ambaye ametokwa na manii, aidha yamemtoka yeye mwenyewe pasipokuwa na makusudi, au ameyajitoa yeye mwenyewe kwa makusudi. Alimuhimu haya maji ya uzazi ameshamtoka. Nataka niongelee kwanza kabisa yakitoka bila sababu yake, yani bila yeye kujisababisha kutoka maji haya. Yani amelala, labda alipolala akaenda akaota anafanya tendo la ndoa na ikamalizika ametokwa na manii. Sasa ina maana hapa si yeye kajitoa, basi anaendelea na funga yake, ananawa na anaendelea na funga yake kama kawaida, lakini hiyo siku inakuwa imeshaisha. Hiyo siku funga yake imeisha, talipa wakati mwingine. Nalotaka kuongelea ni hapa, sio kwamba atakapoona haya maji yametokea sasa akasema mchana wa Ramadhani, labda ametokea saa 8, alikuwa amelala saa 8, saa 9, saa 10, yani jua bado halijazama. Unaambiwa usile. Sasa huyu mtu asile, asiseme kwamba saumu yangu imeharibika, acha niendelee na kula au na kufanya mambo mengine ambayo nilikuwa siruhusiwi kuyafanya mchana wa Ramadhani. La, anaendelea na funga hapa saa zilizobaki, dakika zilizobaki, lakini siku hiyo atakuja kuilipa. Na yakimtoka ni yeye sababu mwenyewe amejisababisha atoke, sasa takuwa yeye amefanya ubaya na amepata madhambi. Itabidi alipe siku hiyo na afanye tauba. Atalipa siku hiyo na afanye tauba, kwa sababu haya ni ubaya sana, ni dhambi kubwa. Mambo ya kujichezesha Mwenyezi Mungu ameyakataza, Mtume wa Mwenyezi Mungu ameyakataza. Kwa hiyo ili ni miongoni mwa mambo ambayo yanaharibu saumu ya mtu. Funga ya mtu inaharibika kwa ajili yake.
aidha imetoka kwa nani yake au amesababisha yeye mwenyewe, amesababisha yatoke. Tumesema kwamba wakati amesababisha itoke, yeye atalipa, lakini atajirekebisha kwa Mwenyezi Mungu, atafanya tauba biidhnillah. Naam. Jambo lingine katika mambo ambayo yanaharibu saumu ya mtu ni mtu kutokwa na akili, yani kuondokewa na akili timamu, kuwa kichaa, labda akawa kichaa, au ameondokewa na akili tu, hajielewi yuko wapi, hajielewi yuko vipi, ima kimaradhi au kisababu yake au sababu ya wengine. Mtu yaweza akapigwa kitu kichwani akazimia. Wakati amezimia, akizinduka, saumu yake imeharibika. Saumu imeharibika. Hiyo siku atakuja kuilipa. Kuondokewa kwa akili kwa aina yoyote, na amesema akili zikisharuka tu akawa ni mwanadamu hajielewi, basi huyu mtu atakuwa funga yake imeharibika, inatakiwa irudie siku nyingine. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu atupe funga zetu nzuri na akubali funga zetu. Wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam tasliman kathira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.